asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightens your day. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya asubuhi Tanzania na Afrika Mashariki ya Kati, kupitia katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu hapa Star TV, ikiwa ni Jumapili nyingine pekee kabisa. Leo ni Jumapili ya pili katika safari yetu ya kuelekea siku ya maadhimisho ya mwanamke duniani, na wiki iliyopita ilikuwa ni wiki nzuri kabisa ambapo tulikuwa na msingi mzuri. Tuliweza kujikita hasa kutazama zaidi mwanamke kama nguzo lakini pia tukawa na mambo mengi zaidi ya kuweza kujiuliza. Leo hii pia tutaweza kujadili na kutazama zaidi ni nguzo hii imebeba mambo mengi sana, na ni vitu gani ambavyo itakuwa imebeba nguzo hii na ambavyo visivyoonekana zaidi. Nguzo ni kubwa, lakini pia katika nguzo hii imebeba mzigo usioonekana. Nguzo imebeba mzigo usioonekana, lakini pia tutatazama mwanamke ni mlinzi wa amani ya nyumba. Je, yeye binafsi mwenyewe ana amani? Na kabla sijaanza kufungua mjadala huu kwa umakini kabisa na ugeni mzito ambao nilionao kwa siku ya leo, kwa viongozi ambao pia tumeweza kwa kipekee kabisa kuwa nao katika studio zetu hapa, ngoja tuende tukatazame kidogo pia kioo cha historia kwa mwanamke katika karne ya miaka iliyopita kule nyuma, kwa mwanamke ambaye pia aliweza kupitia magumu kwa kuweza kumpoteza mume pamoja na mali, lakini kupitia imani ambayo alikuwa nayo na uaminifu iliweza kumfanya yeye kuweza kuvua vazi la huzuni na hatimaye pia na kumfahamu zaidi kwa namna jinsi ambavyo historia yake ambayo imeweza kuwagusa watu wengi. Na huyu si mwingine ni Lucy. Sikiliza simulizi hiyo kutoka studio, alafu kisha tena tutarejea. Simulizi yetu ya leo inaanza na giza. Si giza la usiku, bali ni giza la moyo. Tunakutana na familia moja iliyokimbia njaa na kwenda nchi ya Moabu kutafuta maisha, lakini badala ya maisha walikutana na mauti. Baba alifariki, watoto wawili wa kiume wakafariki, akabaki mama mmoja, Naomi, akiwa hana mume, hana watoto na hana mali. Hali ilikuwa mbaya kiasi kwamba Naomi alipotazama maisha yake alitamka maneno mazito: msiniite tena Naomi, yani furaha, niiteni Mara, kwa sababu Mungu amenipa uchungu mwingi. Naomi aliamua kurudi kwao Bethlehem akiwa mikono mitupu. Aliwasihi wakwe zake Oprah na Lucy warudi kwa wazazi wao ili wapate waume wengine. Oprah, kwa kuangalia uhalisia wa maisha, alimbusu mama mkwe wake na kuondoka. Lakini Lucy alifanya kitu cha kushangaza dunia. Hakuwa na uhakika wa chakula, hakuwa na uhakika wa mume, lakini alikuwa na uhakika wa upendo. Katikati ya machozi, Lucy alitamka kiapo ambacho kimebaki kuwa msingi wa uaminifu: usinisihi nikuache, maana uendako nitakwenda, na walipo watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Huyu ndiye mwanamke nguzo, mwanamke asiyekimbia wakati wa shida. Walipofika Bethlehem, Lucy hakukaa ndani kulia njaa au kusubiri misaada. Imani ya Lucy haikuishia kwenye maombi tu, ilienda shambani. Biblia inatuonesha mwanamke shujaa akiingia kwenye mashamba ya matajiri, akiokota masazo, akivumilia jua na dharau ili tu apate chakula kwa ajili ya mama yake Naomi. Hapa tunajifunza siri kubwa. Mwanamke nguzo halii njaa, anatafuta kibali cha Mungu, huambatana na mwanamke anayepambana.
Na ndipo bwana mmoja tajiri mwenye hofu ya Mungu, Boaz, alipoamua kumwoa Rusi. Boaz hakuvutiwa na uzuri wa Rusi tu, bali alivutiwa na tabia yake ya uchapakazi wake. Mungu alibadilisha historia ya Rusi kutoka kuwa mjane, fukara, mgeni, akawa mke wa Boaz. Na kupitia tumbo la Rusi alizaliwa Obedi, akazaliwa Yese, akazaliwa mfalme wa Daudi, na hatimaye akazaliwa Yesu Kristo. Mwanamke wa Kitanzania, hadithi ya Rusi ni hadithi yako. Hata kama unapita kwenye giza mara, hata kama umepoteza mume au tumaini, simama imara, fanya kazi. Mungu wa Rusi yu pamoja nawe. Wewe ni nguzo ya imani, na wewe ni nguzo ya jamii. Na hapo ndipo tumefikia mwisho wa simulizi yetu pendwa kabisa iliyokwenda kwa jina la Rusi. Nina imani umejifunza mengi zaidi. Tukutane tena wakati mwingine. Msimuliaji wako ulikuwa nami Andrew Amos Masanja, na mwandaaji wa simulizi hii pendwa ni Emmanuel Makuliga. Na mtazamaji, tumerejea tena na imani kabisa umebarikiwa na simulizi hiyo nzuri ya Rusi. Langu jina ni Andrea Amos Masanja, na leo niko hapa na nimeweza kujikita hasa na kutazama mada ambayo tunaweza kuigusia kwa upana zaidi, ambayo hasa inasema mwanamke nguzo ya imani na jamii. Mwanamke nguzo ya imani na jamii ndiyo ambayo itakuwa safari yetu, ikielekea hasa kutazama kwa makini sana. Na leo hapa katika studio, na imani umesikia simulizi hiyo, uendako nami pia nitakwenda, watu wako watakuwa watu wangu. Ni maneno ya ujasiri kabisa, na maneno haya pia naweza kukupa wewe pia tafakari siku ya leo, ili kuchambua siri nzito kabisa ya amani ya mwanamke. Leo nimeweza kuzungukwa na jeshi la kina mama hapa, na hawa ndio tuko nao hapa studio, na tutaweza kuwafahamu mmoja baada ya mwingine kutokana na utambulisho wao, lakini tutakuwa na mengi zaidi ya kuweza kujifunza kutokana na kile ambacho tumekiandaa siku ya leo kuelekea siku ya mwanamke duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama ni jeshi kubwa kabisa. na kila mmoja hapa naona kila kitabasamu na kuifikiria hiyo siku yenyewe ikifika, siku ya kina mama duniani, kama ishara na alama hata pia kwa ulimwengu wa mbingu na kidunia pia. Ningetamani pia nianze kule na kwa haraka pia kutambua uwepo wako siku ya leo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina ninaitwa Mwinjilisti Sifa Mgema. Ndio. Natokea Nyakato, kanisa la AIC, na ni mwenyekiti idara ya maendeleo ya wanawake, watoto na jinsia CCT mkoa wa Mwanza. Amen. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaitwa Hosiana Joshua, ni mama na pia ni mwalimu. Karibu sana. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Raheli Marifeza, mwenyekiti wa CCT idara ya wanawake jimbo la Mjini Kati. Ninatokea kanisa la AICT Bugando. Amen.
sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Happiness Pius. Natokea Kisesa, kanisa la Jerusalem. Ni mwenyekiti wa mama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona kama amtaki siku ya kila baba hivyo? Tunaitaka sana. Mnataka sana. Sawa. Mtazamaji, leo nimezungukwa hapa na jopo kubwa sana la kina mama hawa na wana mengi zaidi ambayo tunaenda kuyatazama kwa sasa. Nikianza hapa na mwenyekiti wa CCT Mama Rahel, umetazama pale simulizi pia ya Lucy, imekuwa ni mfano kwa watu wengine, na tukitazama CCT mmekuwa pia mkisimama na kuunganisha familia nyingi za Kikristo na katika makanisa mengi zaidi ndani na nje pia. Hapo kuna swali ambalo linaibuka, natamani pia tuligusie ili kila mmoja anayetazama kwa sasa ili aweze kujifunza na kujua zaidi. Je, mwanamke wa kanisa la leo, swali inasema mwanamke wa kanisa bado ni yule mlinzi wa amani au amelemewa na zoluba za maisha kiasi kupoteza utulivu pia? Asante ndugu mtangazaji, swali zuri kabisa, na kwa sababu sisi ni kina mama tunazo tahadhari nyingi na tuna mambo mengi na tunajitahidi kujenga ile hali ya amani iendelee kuwepo. Lakini tu kimsingi niseme kwamba Mungu wetu ni yule yule jana na leo na hata milele. Tunaona Lucy katika historia yake ni mama ambaye ameonyesha ujasiri mkubwa. Amekwenda, ameolewa, lakini wakati amefiwa na mwanaume, mama mkwe anataka kurudi Bethlehemu, Lucy anasema nitakwenda na wewe, Mungu wako atakuwa Mungu wangu na watu wako watakuwa ni watu wangu. Ni ujasiri wa aina pekee. Tukumbuke kwamba kule Moabu alikokuwa ni kwa wapagani. Sasa huko anakokwenda Bethlehemu ni kwa Wakristo. Sasa ina maana anaacha miungu yake, anakwenda kumwamini Mungu tofauti kabisa na kila alichokuwa nakiamini. Lucy anaondoka na huyu mama, na tunaona wema aliofanya, lakini tu kwa ufupi tumeona kwamba dakika ya mwisho huyu ambaye ni mpagani, sio Myahudi, lakini bado tunamuona anaenda kupata kibali cha Mungu na anaingia kwenye ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Alipoolewa na Boazi alimzaa Obedi. Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa Daudi. Na Daudi ndio ukoo wa Yesu. Basi tunarudi kwenye uhalisia wa mwanamke wa sasa. Ni yule mlinzi wa amani. Maana Lucy anatuonyesha ni mlinzi wa amani kwa sababu alimlinda mama mkwe, akaacha miungu yake, akaacha mali, akakubali kuwa maskini pamoja na huyu bibi. Lakini mwisho wa siku leo sisi tupo kwa sababu yeye alikubali kuondoka na mama mkwe. Ina maana imani yake ilikuwa mahali pake. Sasa basi mwanamke wa sasa kwa kweli amelemewa kiasi fulani. Sijasema kwamba Mungu yule amepungua nguvu, lakini mwanamke wa sasa kwa sababu ya maadili yamebomoka, yamevunjika na mabadiliko ya maisha, hata yale malezi tunayowalea watoto wetu, mama wa kesho, wa mama hawa, unaweza ukaona ni tofauti na juhudi za kule nyuma. Mama wa leo muda mwingi hakai na mtoto miaka 2 anapelekwa boarding, anaenda kujifunza nini huko, anafundishwa na nani? Lakini istoshe mama huyu ambaye ni mlezi bado ametingwa na shughuli nyingi. Akiamka, kuna ujasiriamali siku hizi, akiamka sijui ni Mswahili wapi, kila mtu anakimbizana. Lakini kitu cha msingi ambacho tunakisahau, watoto ndio wajibu Mungu ametupa kuilea jamii, kuifundisha na kuirithisha imani tulio nayo. Lakini huo muda katika uhalisia, ndugu mtangazaji, watu hawana tena. Na kwa sababu hawana, haimaanishi Mungu wetu amepungua nguvu. Ni kwa sababu wakina mama namna ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Maana Mungu anasema mkinitafuta kwa bidii mtaniona. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Sasa muda mwingi watu wamekuwa bize kutafuta shughuli za maisha,
Badala ya kutafuta ufalme wa Mungu, wanatafuta maisha ya hapa duniani. Na yanasababisha sasa kukosekana yale maadili ya msingi ambayo mama angekaa na mtoto akamfundisha, akamuombea, akamfanyia kila linalowezekana kuhakikisha analifisha kila ambacho Mungu anakitaka, ili tuendelee kuwa na Ruthi yule ambaye tumemuona kwenye story au tunayemsoma kwenye kitabu cha Biblia. Na asante sana Mama Raheli. Na pia tumeona CCT mmekuwa mkiunganisha familia za Kikristo, na hongera sana kwa sababu ni kazi ya Bwana, lazima iendelee. Amen. Umeongea vitu vizuri sana kuhusiana na malezi, lakini pia umetoa mambo ambayo ni ya mshiko zaidi kwa kila mmoja ambaye anatutazama kwa sasa kama mfano. Na swala hilo halipo Mwanza tu, lakini pia zipo sehemu mbalimbali na wenyewe pia wamekuwa kikumbana na swala hili. Kupitia timu ya Amka Tumsifu Mungu, nasi pia tuliweza kufunga safari chini ya producer Emmanuel Makuliga na kuelekea hadi kule mkoani Shinyanga na kukutana na kiongozi mkuu, na huyu si mwingine ni Mama Askofu David Mabushi ambaye pia kutoka kanisa la IAGT, na tuliweza kupata mengi kutoka kwake. Hebu tuweze kumsikiliza Mama Askofu kupata kila ambacho tunataka kujifunza zaidi, anavyokazia kuhusiana na swala zima la wajibu kanisani kwa wanawake. Ngoja tusikilize kutoka studio kwa kila ambacho kinapatikana kwa sasa. Mchungaji ana nafasi pana sana. Mchungaji ni mtu ambaye anafanya kazi kwa maeneo mengi. Moja wajibu wangu mke wa mchungaji, wajibu wa mke wa mchungaji ni mlezi. Lakini wajibu mwingine ni mama ambaye anahusika sana katika maombi, kumwombea mume wake au mume wangu au kuliombea kanisa. Huo ni wajibu mojawapo. Lakini wajibu mwingine, mke wa mchungaji pia ana wajibu wa kushauri, ana wajibu pia wa kuwa mwalimu, pia ana wajibu wa kufundisha. Kwa hiyo wajibu wa mke wa mchungaji ana maeneo mengi ya kufanya kulingana na nafasi aliyonayo. Mwanzo wa Biblia mwanamke hakutambuliwa kabisa. Hata tukisoma Biblia inaeleza kwamba wanawake hawakuhesabiwa kabisa, walitambuliwa ni watu wa mwisho. Kwa hiyo tunapomtumikia Mungu, changamoto zinakuwepo, na zingine mwanamke anaonekana kuwa ni mtu wa nyuma, lakini changamoto hizo hazituzuii kumtumikia Mungu au hazituzuii kulingana na neno la Mungu kufanya mambo. Kwa hiyo tunapokutana na changamoto tunaweza kuvuka, kwa sababu ya uelewa. Saa zingine kwa wanawake wa siku hizi unakuta mtu anavunjika moyo, lakini kulingana tu na tafsiri ya Biblia ilivyoeleza na jamii husika, unakuta kwenye jamii sehemu nyingi mwanamke ni mtu wa nyuma kidogo, yeye anahesabiwa mambo yake wa nyuma. Lakini kwa ulimwengu tunao mwanamke ni mtu muhimu sana katika jamii. Changamoto kubwa ambayo huwa nyingine ambayo naweza nikakutana nayo katika maeneo mengi ni changamoto ya kueleweka. Kama mwanamke unaweza ukawa na jambo unataka ulifikishe, labda kwenye jamii, kanisa, ili lifike mahali lieleweke, inahitaji nguvu ya ziada. Mara nyingi changamoto huwa ipo ili ufikishe ujumbe. Kuna ujumbe unaweza ukaona kabisa tungefanya hivi, au labda nitolee mfano, wakati huu tungechukua hatua, labda tujenge kwa mfano kanisa au nyumba, ukaeleza labda kwa mwenzako au kwa nani ufanye kitu hiki. Yani changamoto kupokelewa mara nyingi inachukua muda. Hiyo ni moja ya changamoto, na hii inawavunja moyo wengi. Lakini kama mwanamke natakiwa pia kuchukua jasiri. Hiyo ni moja ya changamoto ambayo nimekutana nayo kwenye uongozi wangu. Changamoto nyingine ambayo ambayo nimekutana nayo ni ile ambayo mtu anakuona hauwezi, yani huwezi kufanya jambo, huyu ataweza hili jambo, ataliweza. Mara nyingi wanawake wanashindwa kwa sababu ya ile kuvunjwa moyo. Katika kanisa letu
tunayo mikakati mbalimbali ya kuwafanya wanawake wajiamini ili waingie pia kwenye uongozi. Tuna mafundisho mbalimbali, mchungaji anafundisha, anaelekeza, lakini pia tunafanya kazi kwa karibu pamoja na wanawake. Tunawaelekeza namna ya kumtumikia Mungu, namna ya kufanya majukumu yao katika familia zao, namna ya kufanya shughuli pamoja na watoto wao nyumbani ili waweze kujiamini. Na wanawake wengi nimeona wakitoka mahali wanasogea mahali kwa sababu ya kuwafundisha. Ipo mikakati mbalimbali. Moja, tuna vikundi za wa vijana na wasichana tunakuwa nayo kwa mafundisho, lakini pia tunafanya kazi pamoja nao kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ipo mikakati mbalimbali ambayo imeandaliwa kikanisa, na tunamshukuru Mungu kwamba wasichana wanaendelea kujitokeza kwenye maeneo mbalimbali ya shughuli, hata kwenye mambo ya uongozi wanajitokeza, hata wakiwa maeneo mbalimbali. Familia inayo nafasi kubwa ya kumjenga msichana au kijana kufanya mambo makubwa. Halafu watu wengine ndio watafuata nyuma. Kama familia itashindwa kumwelekeza huyu msichana, haiwezi, hata akienda sehemu nyingine hataweza. Familia, mimi ninavyoelewa, namshukuru Mungu, familia ndio ina nafasi ya kwanza. Inaweza ikafanya mambo mengi, ikamwelekeza binti kujiamini, anaweza akazungumzaje, akatembeaje, ataishije na watu, na hapo anaweza akafanikiwa sana. Na kitu kingine, familia ndiyo yenye nafasi kubwa kabla ya kitu kingine. Tunasoma habari nyingi za Biblia. Watu wote ambao ni wa viongozi wakubwa walianzia kwenye familia. Kama familia haikumjenga mwanamke au kijana awe wa kike wa kiume, kama haijajengwa hapa, anapoenda hawezi. Tunaona akina Musa walijengwa katika familia. Ninaona hata akina Esther walijengwa katika familia. Familia iliwafundisha ndipo ilipotoka sasa. Kwa hiyo familia ndio ina nafasi ya kwanza kabla ya kitu kingine. Hitimisho, nimeona kauli mbiu ya wanawake wanasema mwanamke hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Hii tamko ni tamko lenye msisitizo ulio imara. Yaani mwanamke hatakiwi kuyumbishwa na lolote. Kama ameelekea hivi, hakuna kugeuka nyuma. Ninapohitimisha, napenda nitamke hivi: wanawake lazima tusonge mbele katika majukumu yetu. Yaani tusiachie watu wengine. Tumwachie siji dada, lazima mwanamke asimame kwenye eneo lake. Kwa sababu kama ni majukumu, jambo la kwanza, hakuna kurudi. Tusiende tu, hakuna kurudi nyuma kwenye mafanikio. Hakuna kurudi nyuma ni pamoja na familia zetu. Tunaondoka nazo. Na Biblia katika kitabu cha Tito, nafikiri ni kitabu cha Tito, kinaeleza hivi: wanawake tuwafundishe vijana, wanawake wazee tuwafundishe vijana namna ya kuishi na waume zao, lakini pia hata mabinti wanawake wataendaje. Sasa kama hatutasimama, hakuna kurudi nyuma, tuendelee tu kwenye maeneo mengine, lakini eneo la familia tunaiacha, tunapoteza kizazi, hasa mabinti tunawapoteza. Kwa hiyo hitimisho langu, napenda kusema ya kwamba hakuna kurudi nyuma katika maeneo yote. Maana yake katika maeneo ya kulea familia lazima tuzitazame vizuri na tuelekeze vizuri, na hata katika majukumu ya uongozi twende vizuri. Na kama tutaenda sehemu vizuri, maana yake kazi hii ambayo inasema hakuna kurudi nyuma, tutaenda mbali. Na familia zetu, hata kama tumekuwa viongozi maeneo mengine, huku nyuma wakiangalia familia zetu zitakuwa ziko imara. Hata baada yetu watasema kulikuwa na kizazi ambacho kilikuwa bora, kwa sababu hakuna kurudi nyuma kwenye maeneo yote. Na mtazamaji, hayo ni maneno mazito kutoka kule Shinyanga, na imani kabisa umejifunza kitu hapo. Na tukitazama hapo, najua mwenyekiti
wa CCT Mwanza hapa, Mama Raheli. Najua umesikiliza kwa makini sana. Tumetazama mama Askofu amegusia sana kuhusiana na malezi upande wa wanawake, lakini pia akagusia kwa undani zaidi kuhusiana na mabinti. CCT Mwanza mmejipanga vipi sasa kuhakikisha Lucy wa leo Lucy wa kesho anaandaliwa leo ili asivunjike moyo pale anapokutana na changamoto sasa? Asante mtangazaji. Kama taasisi ya CCT kwa kweli hatuko nyuma katika kulea Lucy ambaye tunategemea akikutana na changamoto hatavunjika moyo anapoingia kwenye ndoa, lakini pia hata anapopita katikati ya watu aweze kuwabariki watu. Hatuko nyuma sana, tunayo mafunzo mengi, tunawafundisha neno la Mungu, na hivi tunavyoongea kanda ya Mwanza mjini kati tumeandaa semina ya sera ya ulinzi wa mtoto, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba hatumchukui akiwa mkubwa. Tunaanza naye akiwa mtoto mdogo, tunaendelea kumfundisha kulingana na lika lake, ili kwamba atakapokuja kuwa mtu mzima basi akumbuke hata yale ya nyuma. Kwa maana hiyo, kuna semina za mabinti zinafanyika makanisani, mfano kama ya ICT kila Disemba wanakuaga na semina za mabinti. Yote haya ni kuwajenga hawa mabinti, kuwaonyesha kweli iko wapi, wapite wapi, ili kwamba wanapokutana na changamoto waweze kusimama, lakini si kusimama tu, wasimame pia wamtetee Kristo, kwa sababu ndio mwanzilishi wa yale yote yaliyo mema. Lakini si hilo tu, hata zipo semina za wamama. Semina za wamama tunafanya kila mwaka kuwakumbusha, kuwafundisha kwamba mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Inatoka kwenye Mithali 14 mstari wa 1. Tunaposema mwenye hekima anajenga nyumba yake kwa nyumba yake imara, maana yake ni kwamba anapofanya maamuzi yake yanakuwa ya hekima, anapochukua hatua zake za hekima, maelekezo yake ni ya hekima. Kwa hiyo mwisho wa siku analithisha vitu ambavyo vitamjenga huyu binti ili aje kuwa mama bora. Lakini kama ni mama vile vile anatengenezwa sasa kupitia maandiko. Haya mambo hayaachani na imani, kwa sababu kuna kupokea, lakini utendaji wake Roho wa Mungu lazima amuongoze mtu, amsukume mtu ili kwamba aweze kusimama na kuitetea ile haki ya Mungu, akijua wajibu wake kwamba yeye ni nani, anapaswa kufanya nini. Na asante sana. Na huyo ni mwenyekiti wa CCT hapa Mwanza, namuita Mama Raheli hapo. Lakini pia najua kuna mengi zaidi ambayo natamani tuyagusie, ila ninachotamani kutoka kwenu, wanawake mmekuwa na kauli mbiu ambazo mkizitumia. Kuna wengine wamekuwa wakisema wanawake oye lakini pia sijajua nyie kwa mwaka huu pia kuna kauli gani ambayo pia mnaitumia kama kauli mbiu? Kauli mbiu ya mwaka huu ya kina mama. Kina mama kwenye CCT ni njoni. Njoni kwangu nami nitawapumzisha. Yes. Njoni kwangu nami nitawapumzisha, na imeandaliwa na wa Nigeria. Wakina mama wa Nigeria. Naam, asante sana. Lakini pia muda huo mkiwa mnaandaa kauli mbiu ambayo pia itagusia kwa nyinyi nyote na mtazamaji, na kitu ambacho pia tumekitazama hapo, amani ya nyumba haijengwi na mtu mmoja bali inajengwa na watu wawili. Na sisi hatukukaa kizembe kuhakikisha kwamba hatuwezi kumaliza mjadala wetu hivi bila kupita na kutazama upande wa pili, ambapo pia tuliweza kupita mitaani na kukutana na wanaume ama wababa, nao pia waliweza kutoa yao ya moyoni, ambapo tulikuwa na swali pia tukiwagusia kuhusiana na maisha halisi, ambayo swali hilo lilikuwa linasema ni tabia gani ya mke wako inakuletea amani moyoni? Ni tabia gani ya mke wako inakuletea amani moyoni? Majibu yalikuwa ya kufurahisha na mengine pia yalikuwa ya kutafakarisha. Ukisikiliza, hebu tuende tukawasikilize wakina baba hawa ama wanaume ambao pia waliweza kutoa ya kwao kuhusiana na kila ambacho waliweza kukifahamu kupitia swali hili. Kwa majina naitwa Abubakar Yahya,
Tabia ninayoipenda kwa mke wangu naporudi nyumbani, cha kwanza ni ile kunipokea, ile care anapokuwa ananipokea na kumkuta akiwa na furaha na amani. Maana ni kitu ambacho nakipenda sana, sipendi kumkuta anafika nyumbani namkuta kanuna, alafu tunakuwa kama hakuna maelewano. Maana napomkuta nyumbani, hata siku nyingine napokuwa nipo kazini, nawaga nakumbuka zile care zake na kunifanya niwahi nyumbani. Make hamna kitu mwanaume ambacho kipendi kama kurudi nyumbani amechoka, afa namkuta na mke wake amekasirika, yani inakuwa kama hakuna maelewano. Kwa kwangu mimi ni kitu ambacho nakipenda sana, kumkuta mke wangu ana amani na akinipokea akiwa na furaha. Jina naitwa Madalali. Unaona, kwa sababu familia kati ya baba na mama wanapokuwa mkikaa vizuri na watoto wanakuwa kwenye mwongozo safi. Lakini mama ama baba mnapokuwa mnamtafaruku ndani ama muelewani, ni kwamba watoto hawezi kuwa na mwongozo mzuri katika maisha. Kwa hiyo tabia moja nzuri inapaswa mwanamke akupokee vizuri, akusalimie za kazi nzuri, umeshindaje, umeshinda vizuri, na wewe baba unajisikia faraja, unaona amani inajaa tele na Mungu anaweka baraka zake pale. Kwa majina naitwa Lucas Oganga kutoka Pasiasi Lemela. Tabia ambayo tunapenda sasa mimi kutoka kwa mke wangu ni pale naporudi nyumbani akanipokea. Angalau labda umebeba kijizawadi au big, anapokea kijua kwamba mwanaume ametoka kazini kwenda kutafuta hata kama ni kidogo. Kwa majina naitwa Patrick Zedi, natokea Pasiasi. Wilaya mkoa wa Mwanza. Tabia ninayoipenda kwa mwanamke wangu ni mapokezi na nyumbani. Kwa mfano, kurudi nyumbani namkuta mwanamke wangu na yeye ana hasira zake, na mimi nimekuta tayari ana hasira. Labda kachanganywa na mambo yake, mambo ya vikoba, sio bali ya michezo, mapokezi kama mabaya. Tabia nisiyoipenda, lakini nikirudi hata kama na changamoto zangu huko nilipotoka nikakuta amefurahi. Bwana karibu za huko kutoka hapo, kazi inaendeleaje? Na mimi nikamuuliza na nyumbani hapo mambo yanaendeleaje huko vizuri. Leo yani sio kidogo, yanipa changamoto, yani na uhamasishaji mzuri wa kurudi nyumbani. Ndio kitu ambacho nakifurahia. Mimi naitwa Bahati Kazoya. Tabia ya mke wangu mimi ninavyopenda naporudi nyumbani ni pale ananipokea na kuniuliza vipi mme wangu, hali ya huko ulikokuwa, habari za kazi, kisha na kuanza kujadili yale yaliyonikuta na jinsi yeye alipo hapo nyumbani aliyomkuta, na kwa pamoja tukakaa tukashare na jisikiaga amani sana. Naitwa Philbert Sangule, mwimbaji wa nyimbo za Injili hapa Tanzania, na niko hapa kujibu swali linalosema ni tabia gani ya mke wako hukupa amani unaporudi nyumbani. Cha kwanza, nikirudi nyumbani mke wangu huniombea, mshukuru Mungu kwa ajili yangu, then baada ya hapo kunipa pole na pongezi ya majukumu ya hapa na pale, na kunikaribisha kwa upendo mwingi na kwa ukarimu na kwa upole mwingi sana. So hiyo ni tabia ambayo inanifurahisha sana kwa mke wangu. Na mtazamaji, hayo pia alikuwa ni maoni kama nilivyokuambia ya wanaume sema au baba hawa kule mtaani, na hayo yote pia tuko hapa na mwalimu huyu wa masuala mazima ya saikolojia ama masuala ya kufundisha watu na kuelimisha na kutatua changamoto mbalimbali kuhusiana na upande wa masuala ya akili. Na huyu si mwingine ni mwalimu Hosiana Joshua. Karibu sana. Karibu sana. Na maana umesikiliza, wanaume wengi wanapenda tabasamu. Wanapenda kupokelewa vizuri wanapofika nyumbani, lakini pia wanapenda namna jinsi wanawake zao ili waweze kuwakaribisha na kujisikia huru hata kama wamechoka kuweza kupata nguvu. Hapo mimi kuna swali ambalo tunaweza pia tukajiuliza kuhusiana na swala hili. Je, mwanamke anatabasamu vipi akiwa ndani yake anaungua? Asante ndugu mtangazaji. Kwa kweli tabasamu si switch ya lazima. Yani si switch ya kuwashwa kwa amri. Ni kitu ambacho kinakuja automatically, yani kinakuja tu chenyewe. So ninachoamini ni kwamba mwanamke ili awe na tabasamu ni lazima amani ya moyo iwepo. Kwa hiyo amani ya moyo mwanamke anaipata vipi? Ni pale anapokuwa na furaha, amesikilizwa, anapendwa, anathaminika, anaheshimika. Sawa.
Atatoaje sasa hiyo amani ukikuta yeye mwenyewe hana hiyo amani? Ataitwaje? Ndio maana nimesema kwamba tabasamu yani ni switch ambayo sio ya amri, inakuja tu yenyewe, kwamba ili mwanamke hawezi kutoa hilo tabasamu ni lazima yeye mwenyewe awe na amani ndani ya moyo wake, ambapo amani inatokana na kupendwa, kusikilizwa, kuheshimika na kuthaminiwa. Na nyie pia najua natazama wanaume wengi akirudi nyumbani nataka tabasamu huku akiwa amechoka. Na asante sana mwalimu na mtu ambaye umebobea kwenye masuala mazima ya kutoa elimu kuhusiana na wale ambao wana matatizo mazima ya akili. Lakini pia nilipita mtandaoni nikaona pia wengi wamekuwa wakisema kwamba wao walimu ambao mnahusika na masuala mazima ya saikolojia, ni kweli watu wote tuna ugonjwa wa akili? Yani kwa kweli asilimia kubwa watu wengi wana matatizo ya afya ya akili. Yes, unaweza ukajiona kwamba uko mzima, lakini kutokana na hali ya maisha ya sasa hivi, changamoto tunazozipitia, unajikuta kwamba mtu kidogo kuna tatizo, kwa sababu kuna dalili za afya ya akili, ya kutakuwa na shida ya afya ya akili. Dalili ya kwanza unajikuta mtu unakuwa una uchovu sana, na uchovu usioisha. Hata kama ukilala unajikuta unaamka asubuhi unasema nimeamka lakini nimelala lakini mbona nimechoka, ni asubuhi mtu amechoka. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, mtu anakuwa na hasira sana. Kwa hiyo unajikuta hata kama ni kitu kidogo mtu anajikuta amemjibu mtu vile ambavyo hata yule mtu hawezi kutarajia. Na asante. Najua kuna mengi zaidi hapo tutakuja kuzungumza sana. Lakini pia kuna wengine hapa au kuna mtu ambaye anaamini yeye ni tayari ana ugonjwa wa akili. Maana najua anaweza akatuambia sote hapa tuna ugonjwa wa akili. Na asante sana mtazamaji, lakini pia ili kupata farijiko la moyo tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili, na huyu si mwingine ni Happiness ambaye pia atatupa faraja ya moyo na kukutia moyo wewe mwanamke ambaye umekata tamaa na kukosa tumaini kabisa katika maisha yako. Na tuko naye hapa pia ataweza kutupa burudani kidogo hapa ili tuweze kuchangamka. Karibu sana. Watu wanakusubiri kwa hamu kweli kweli na wanatamani pia uweze kutuburudisha kwa wimbo wote, kwa sababu wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Hebu tupatie wimbo mzuri kabisa. Tazama wote kina mama hapa kuelekea siku yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wimbo ambao mimi huwa ninaupenda. Tunaishi kwa neema. Ndio. Kweli neema ya Mungu ndio inayotupa amani ya moyo. Pasipo neema ya Mungu hatuwezi. Ni neema ya Mungu tu kutusaidia na ndio inaweza kutupa furaha. Amen. Karibu sana. Hebu tupatie wimbo wako. Najua wewe ni mwimbaji na nyimbo nyingi kule YouTube. Amina. Nitaimba tu kwa ufupi. Ni neema tunaishi kwa neema. Ni neema tunaishi kwa neema. Tuendelee. Najua na nyimbo nyingi. Tupatie kuna mwingine anasema amemaliza hapa tuendelea. Tuishie hapo na kwa sababu wewe mwenyewe ndio. Ukitaka kunipata utakuta YouTube, utadownload kuna nyimbo hapo pamoja na huo wa neema. Pamoja na huo wimbo wa neema. Na asante sana. Shukrani sana kwa wimbo wako mzuri kabisa. Hebu nirudi hapa sasa kwa mwalimu wa masuala mazima ya afya ya akili. Maana hata leo pia tunagusia sana swala hili. Watu wengi wamekuwa wakikumbwa na matatizo mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya akili. Naomba tusaidie kitu hapo kitaalamu, kwa sababu najua wewe ni mtaalamu na umepita na unafahamu vitu vingi sana. Kuna vitu ambavyo natamani tuvifahamu pia ili na mwanaume wa leo anayetutazama ili aweze kujifunza. Mwanaume anapambana mwanamke anapambana na kazi. Ukitazama kazi za watoto huku na kule, anapika, hajakaa vizuri, bado kuna ndoa. Ni zipi dalili za wazi kabisa ambazo zinaonesha kwamba mwanamke huyu sasa amefikia mwisho na anahitaji kabisa msaada kabla mambo mengine hayajatokea? Asante ndugu mtangazaji. Ni kama nilivyosema mwanzo, ya kwanza kabisa mwanamke anakuwa na hali ya hasira kila wakati. Hata jambo dogo anakuwa tu amekasirika. Jambo la pili, uchovu kupita kiasi.
Yaani hata kama akipumzika bado anakuwa anasikia hali ya uchovu. Na pia uchovu wenyewe ni kwenye mwili pia na akili. Na pia unakuta anakosa hamasa katika mambo yake ya kila siku ambayo anayafanya. Unakuta ndo maana siku hizi unakuta kina mama wengi ni mama lakini hawezi akakumbuka kumjali mtoto wake. Unakuta ndio hivyo sasa, yani mambo yamemlemea. Kwa hiyo unakuta hata kukua na ile wajibu kama mama kwa kumlea mtoto, ndo kama mama alivyokuwa anasema katika kumuandaa kwamba utakuja kuwa ndio maisha ndio yanatakiwa yawe hivi, kumuombea, kumfundisha zile life skills, unakuta mama hawezi kwa sababu anakuwa amelemewa. Nyingine anakuwa na hali ya kukata tamaa. Yaani hata chochote kile hajaribu tena kufanya. Kama pia alikuwa na ufanisi mzuri wa kazi anaupoteza. Hata hisia, anapoteza hisia ya kila kitu. Hisia kwenye ndoa, hisia kwenye kazi, ndio hivyo hisia kwa watoto, na pia anakuwa ni mtu wa kujitenga. Anakuwa tu ni mtu wa kukaa kimya, kujitenga. Mara nyingi pia anakuwa ni mtu wa kujifungia hata chumbani kwake. Hata watoto wakimuita msinisumbue, anakuwa tu anajitenga. Hata mkimuita kwenye mambo ya kijamii hatokezi, anakuwa tu anajitenga. Kwa hiyo ikifika wakati kama ule, sio wakati wa kumlaumu. Ni mtu ambaye anahitaji msaada. Yes. Najua umezunguka kwingi sana kama mwalimu wa masuala mazima ya saikolojia kutazama zaidi. Maana leo pia mwanzoni hapa tumetazama, leo tunaangazia sana ili swala zima la ugonjwa wa akili. Ugonjwa wa akili umekuwa ni tatizo kubwa sana. Je, umewahi kukutana labda na changamoto yoyote kuhusiana na utoaji wako wa elimu kuhusiana na swala zima hili? Yeah, of course watu ni wengi wana matatizo, na mtu saa nyingine anajiona kwamba yuko sawa. Yaani binafsi mtu unakuwa unajiona uko sawa, lakini kumbe una mambo mengi yamekulemea. Na unakuta mtu anakuwa ni mkimya pia, hawezi kuyatoa yaliyo ya moyoni ili aweze kusaidika. Kwa kuogopa jamii itanionaje, kwa sababu saa zingine mtu anapokuwa amebadilika anaanza yani anaonekana kitu cha ajabu kwenye jamii, watu wanamzomea labda kwamba huyu mama sasa hivi hajitambui, hajielewi. Unakuta hata mtu mwanamke hata kujipenda kwenyewe anakuwa ameshapoteza hata kujipenda. Hata muonekano wake unakuwa tena wa hivyo. Wanasema unamuona sasa hivi amekuwa ovyo, amekuwa mchafu, hawezi kutunza watoto, mume amemkimbia. So inapofika wakati kama ule, inatakiwa kama jamii kuwa pamoja katika kumsaidia. Sawa. Magrupu ya tabia yanahusika vipi hapo sasa? Ukitazama wengine wanasema huyu ni sanguine, kuna mwingine melancholy, labda ni tabia yake tu ya ukimya. Yaani kwa tabia ya mtu inaonekanaga natural. Yaani tabia si inakuepo kwamba tunakuwa tunamjua huyu mtu ni tabia yake yukogo hivi, kwa sababu tumezaliwa tofauti. Kwa hiyo tabia ya mtu inakuepo kwamba huyu tabia yake ni mtu wa style hii. Kwa ile inajulikana. Lakini mtu anapobadilika pia unamuona katika utendaji wake. Unajikuta ndo kama hivyo unavyosema, hata majukumu yake anayaacha. Anaacha kuthamini kazi, hathamini hata familia, hathamini watoto. Anakuwa hata marafiki hana, yaani hata mtu wa karibu hana. Yaani kila mtu ni mbaya, na chochote kile utakachomtendea hawezi akaona kwamba ni kizuri. Kila anachotendewa anaona ni kibaya. Anaona watu wanamkandamiza. Amekosa pia tumaini. Yes. Anakosa tumaini. Sasa leo na sisi pia natamani tutoke na somo hapa, na mtazamaji ambaye anatazama kwa sasa, hata kama hajapitia ama kusoma ama kupata elimu ya undani zaidi, kwenda shule, kukaa darasani, ili hatimaye hata baba wa familia akikaa nyumbani akimtazama mke wake anajua hapa kuna tatizo la afya ya akili, ili aweze kumsaidia kwa karibu. Nadhani wakati wa kuoa ama kuolewa, nadhani mnakuwa mnajuana. Kwa hiyo nadhani unakuwa unajua kabisa huyu ni mke wangu, tabia zake ni hizi, anakuwa hivi. Kwa hiyo utaona tu mabadiliko katika kumsoma mtu. Labda ndio ulikuwa unapokelewa na tabasamu, unaona mwenzako sasa hivi tabasamu halipo. Ulikuwa labda unaona huyu mama anapenda sana kujishughulisha, anafanya kazi, anapambana, analea watoto vizuri, lakini sasa hizi unaona mambo yani haeleweki, nyumba haieleweki. Kwa hiyo pale unaanza kuona tu kwamba hapa kuna shida. Kwa hiyo aidha unaweza ukazungumza naye, ama mkatumia labda kanisa ama mshauri kuzungumza naye, akaweza kuongea yaliyo moyoni na kumsaidia badala ya kumbeza. Maana wengi wanakuwa wanabeza. Unasikia hili mwanamke nilijinga, alina akili, na pia mtu anaona kwamba njia sahihi yeye kujisaidia ni afadhali aende katafute mpango wa kando ili ajitulize. Lakini
Kwenye mpango wa kando hakunaga, sio kitu ambacho kina last, yani ni kitu cha muda. Na hivi vitu pia ni spiritual. Yani unavyoenda kukutana na mtu pia kuna mambo ambayo unaenda kuyapata. Kwa hiyo ukiyapata kule kuna zile connections pia utazikata kwa mke wako au mume wako. Na asante sana mwalimu. Najua mwenyekiti hapa naye inabidi ametekewa kidogo. Akiwa kisikiza pamoja na mamangu hapa Sifa Mgema. Nielekee sasa hapo, tutarudi pia tutatazama zaidi maneno matamu ambayo pia wanaume wayatumie ili kuweza kuondoa swala hili. Nikija hapa kwa mamangu Sifa Mgema. Wewe ni shujaa wa leo, na pia ukitazama umepita katika bonde la ukiwa. Umekutana na changamoto nyingi na kutokana na ujane, lakini pia kuna watu ambao wanakutazama leo wanatamani wewe uwe mfano kwao na waweze kujifunza. Na maana tumetazama simulizi nzuri kabisa ya Lucy kutoka katika Biblia, mwanamke ambaye alikuwa shujaa, na yeye pia amepitia changamoto hiyo hiyo kama wewe pia, ambayo unaweza kuipitia leo. Swali linakuja ni kwamba kuna wakati uliona giza mbele katika changamoto zote hizi ambazo unazipitia? Ndiyo, kuna wakati niliona giza. Unajua mwanadamu huwa anabadilika kutokana na mazingira. Ndiyo. Mazingira ya amani yanampa mtu amani moyoni na yanampa furaha. Ndiyo. Lakini wakati unapofika kwamba umepatwa na mambo magumu, hususan mambo ya kufiwa au masuala ya kubaki mkiwa, aina yoyote ile inayomfanya mtu awe mpweke inaleta huzuni lazima. Na kama alivyozungumza mwana saikolojia hapa kwamba psychologically mtu unaathirika kwa sababu ya ule uchungu. Kufiwa sio kitu chepesi. Kufiwa kinaambatana na vitu vingi sana. Kuna hawatasema hivi, kuna watakao kulaumu, kuna watakao kutia moyo, yani hivyo. Lakini jambo moja tu ambalo mimi ninajifunza kwa huyu mwanamke Ruth, kama tulivyoangalia kwenye hiyo story, simulizi yetu ya leo, katika hiyo simulizi yetu ya leo, yule binti nampenda na ninapenda sana kumsoma na ninajifunza vitu vingi sana kwake. Lakini kabla tumwangalie sana Ruthi, na muangalia Naomi, mama mkwe ambaye aliishi na hawa mabinti wawili wakiwa wakwe katika ile familia yake. Aliwalea, akawapenda na akawaambukiza ile imani aliyokuwa nayo yeye. Na alipowaambukiza ile imani wakaishi nayo. Wakati sasa wa magumu yalipokuwa yakiwapata, Naomi ni mjane, Ruth ni mjane, Orpa ni mjane. Lakini Ruth alikuwa amepata kitu. Na kwa sababu Mungu ametuumba kwa namna ya tofauti sana sisi wanawake. Wanawake tuna utofauti fulani, kwamba ndani yetu ametuwekea aina fulani ya uvumilivu. Na kuna namna fulani ya kurudi haraka kwenye hisia fulani na ukaanza maisha upya. Kwa hiyo nilipopita katika hilo bonde, Mungu alinisaidia sana na kupitia wajane. Nakumbuka wakati mimi nafiwa, tayari nilikuwa nimeshaandaa kongamano la kwanza kama maono niliyokuwa nimeyapata. Kongamano la wajane na wanawake wale ya pekee. Ni makundi ambayo nayapenda. Nayapenda kuyatia moyo kwa sababu mimi binafsi nime-experience katika hayo maisha. Namna gani mtu anaweza akadharauliwa, akaishi maisha ya kutokuwa na amani. Kwa hiyo nikawa nimeandaa hilo kongamano, na nilipofiwa wale ndio walikuja kwa haraka sana, walinikimbilia, walinishika. Kwa hiyo hata katika uongozi wangu sasa, kwa mfano katika mkoa wetu wa Mwanza CCT, mwezi wa 6 tutakuwa na kongamano kubwa ambalo litajumuisha nchi za East Africa. Tutakuwa na wanawake kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Kongo kidogo tumepata, lakini pia Burundi.
Lengo ni kukaa na kujengana, tutiane moyo. Kuna kitu mtangazaji napenda nikizungumze hapa, ambacho kanisa na jamii kwa ujumla tunapaswa kufahamu. Namna gani tunapaswa kuwatia moyo wajane walika zote. Mara nyingi watu wanasema wajane vijana ni kitu gani bwana? Si wakaolewe? Mme hanunuliwi supermarket. Kwanza ninazitazama changamoto za mjane kijana, naziona ni kubwa kuliko changamoto za mjane mtu mzima. Mimi ni kweli nimefiwa nikiwa na umri wa miaka 50 na kuelekea miaka 60. Mpaka sasa hivi na miaka 8 tangu nimefiwa. Lakini changamoto zangu nikifikiria kumhusu mjane wa miaka 30 na wa miaka 40 na naziona za kwangu ni afadhali kuliko za huyo. Kwanza, mjane kijana anamhitaji mme kabisa. Mwili wake una umeme mwingi, bado ana hisia kali. Kwa hiyo kisaikolojia ameathirika zaidi. Ameachiwa labda watoto wadogo, lakini bado mwili wake unatamani kuwa karibu na mme wake. Anahitaji joto la mme, anahitaji mapenzi ya mme wake. Ampate wapi? Sasa wakati mwingine wanalaumiwa sana. Hata akisimama tu na mtu mwingine katika kusalimiana au anatafuta ushauri, anaanza kusakamwa na kurundikiwa mrundo wa maneno. Kwa hiyo anakosa tumaini, anakosa kimbilio. Sisi wanawake CCT mkoa wa Mwanza tumejipanga kuhakikisha kwamba tunawaleta wanawake wajane katika makundi yote, kuwatia moyo, na wakikutana pamoja, anasikia kutoka kwa huyu, anasikia kutoka kwa huyu, anasema okay, kumbe jambo hili sio la kwangu peke yangu. Sasa anaondoka katika ile hali ya ukiwa, anaanza kutafuta namna gani atoke na aanze upya, kwa sababu maisha bado yanatakiwa yaendelee. Hatuwezi kubaki tu pale pale kwenye maumivu. Na mwaka huu tuna kauli mbiu ya wajane inasema, tunasimama imara kwa neema, standing strong by grace. Tutahakikisha tuna wanenaji wazuri, tunawatia moyo wazuri, kwamba mjane atakapotoka kwenye hilo kongamano atoke akiwa amenolewa na aendelee mbele. Hivyo kama mimi Mungu alivyonisaidia, natamani na watu wengine pia wasaidike. Watu wengine pia wasaidie. Sawa. Umeongea maneno ya mashiko sana, lakini pia ya kutia moyo. Swali langu linakuja, najua umepitia changamoto nyingi ukiwa kama mjane, na umepitia wimbi zito sana, na umetuambia kwamba kwa umri ambao ulionao, kwa ujana ambao ulionao sasa, naweza kusema bado kijana bado ni kijana, na umesema kwamba kama miaka kadhaa hivi ni mingi kidogo hapo Mungu ambao amekubariki, na pia ukagusia kwa mwanamke ama wa mabinti ambao pia unakuta tayari ni wajane kwa muda mfupi, kuondokewa na wanaume. Na pia umesema mwanaume huwezi kumpata supermarket. Huwezi kumpata supermarket. Swali linakuja, wewe uliweza vipi sasa, nini kilikufanya ukaacha kutokukata tamaa na kuamua kusonga mbele, kuwalea watoto, kulea watoto wako peke yako? Na ukitazama wengine pia wakipata shida hiyo, ndivyo hivyo wengine pia wanakata tamaa na kuchukua maamuzi ambayo sio sahihi. Jambo kubwa ambalo mimi lilinitia moyo ni imani. Imani na tumaini katika Mungu, katika Yesu Kristo. Kwa sababu kwake yote yanawezekana kwa kweli. Tukimuita huyu Mungu kwa imani na tukiishi kama jinsi anavyotuelekeza tuishi, Mungu anatuliza dhoruba zote kabisa. Kwa hiyo Mungu yeye ni mtoaji, anatoa amani. Utajikuta una amani ile ya Kristo, maana alisema amani yangu nawapa, amani yangu nawaachieni. Niwapavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Hii amani ya ulimwengu ni ya muda mfupi sana, inakwenda inapita.
Lakini ukimtegemea Mungu, Mungu analeta amani timilifu. Kwa hiyo mimi kilichonishika kitu pekee ni imani katika Kristo. Katika Kristo. Hicho ndicho pekee, ndio hazina iliyostirika ndani yangu. Na kwa hayo yote ambayo umeweza kuyasikiliza mtazamaji, na imani kabisa umebarikiwa na kila ambacho kinaendelea kwa sasa, na tukitazama na kwa jopo kubwa hili la wanawake ambao wako hapa wakitema nondo nzito kweli kweli kuhakikisha kwamba unaendelea kubarikiwa kiroho na kimwili pia katika maisha yako ya hapa duniani. Najua mama, una visa vingi, lakini pia una shuhuda nyingi ambazo zinanena moyoni mwako. Lakini pia na sisi pia tungependa hizo shuhuda tusikilize hata mmoja wapo tu. Na kabla tujaenda kusikiliza ushuhuda huo, nije kwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Waimbaji wa nyimbo za Injili imekuwa ni chachu kubwa sana ya watu wengi kumuona Yesu Kristo katika maisha yao, lakini pia kuatia moyo pale ambapo wanaona kuna ugumu wanapohitaji kupiga hatua. Binafsi kama mwimbaji, wewe ni mwanamke pia. Tangu umeanza kuingia kwenye shughuli ya kuhakikisha kwamba unainjilisha watu wengine, nini ambacho kimekuwa kikibariki maisha yako binafsi? Kwanza kabisa, ndugu mtangazaji, kuna jambo mama amezungumza pale, kwa sababu hata mimi nimeenda katika watu waliofiwa, nimefiwa na mimi bado ni mdogo sana. Kwa kuna vitu ambavyo amezungumza vimegusa sana moyo wangu sana. Yaani nimehisi kama nimehisi hali fulani ya tofauti. Lakini pia nipende tu kusema kwamba kama mwimbaji, yaani nimejikuta mama naongea maneno ambayo kidogo yamegusa moyo wangu, lakini pia nimepata ujasiri kupitia yeye. Sawa. Nahitaji wimbo upi ambao umekuwa ni tumaini kwako? Unajua pia tuko na mwalimu hapa masuala ya akili. Wimbo ambao kwangu ni tumaini ni neema. Tunaishi kwa neema. Kwa kweli wimbo huo naupenda sana, na ndio wimbo ambao kidogo nimeugharamikia kwa ajili ya kutoa video. Sawa. Mimi natamani tusikilize wimbo huo kwa sababu wewe ni mwanamke, ni taifa la leo na kesho pia, na kuna kizazi ambacho kinakuja nyuma yako kinakutazama kwa kila ambacho unakifanya, na wanatamani pia wawe kama wewe, licha ya changamoto ambazo umetueleza, kwa ugumu ambao umepitia na kwa majonzi mazito ambayo unaweza kuyapitia. Karibu sana. Ndugu mtangazaji, hebu tuimbie huo wimbo tusikilize kidogo. Wimbo wa neema. Ya, uwe tumaini kwa wengine pia. Ni neema tunaishi kwa neema. Ni neema tunaishi kwa neema. Neema yako Baba kweli ajabu, imenipa kuishi. Neema yako Baba imenipa kuishi. Neema yako Baba ni neema tunaishi kwa neema. Sawa, mtu akihitaji kukupata sasa anaingia na kupataje sasa? Bado uimbaji wangu haujawa mkubwa sana, lakini namshukuru Mungu kwa hapa ambapo nimefikia. Ukitaka kunipata unaingia YouTube, unaandika Happiness. Bado nyimbo zangu nyingi sijaweka YouTube. Sawa, bado hujaziweka. Una nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? Nina nyimbo 8. Una nyimbo 8. Hongera sana. Na nyimbo ambazo umefanikiwa kutoa video ni ngapi? Ni moja tu. Ni moja tu, ni neema. Sawa. Ni nguvu ipi ambayo uliweza kuipata na maneno yakakujia ya namna kama hiyo kuandika ni neema? Kwanza ni mtunzi mwenyewe wa nyimbo, lakini pia huwa zinakuja tu unapokuwa unasikiliza mahubiri. Kwa hiyo huwa kuna vitu fulani vinaingia naandika, kwa naenda kutunga mwenyewe. Matamanio yako makubwa ni yapi sasa kama mwanamke jasiri na jeshi kubwa la mtu mmoja? Matamanio yangu kwanza ni kuelimisha jamii na kuelimisha wamama, lakini pia na mabinti zetu. Unawasihi nini sasa mabinti ambao wanakutazama, ambao wamekata tamaa na wao pia ni wajane, wanapitia changamoto mbalimbali? Cha kwanza, wasikate tamaa, wajiamini.
katika Kristo. Sisi tunaweza, wanawake tunaweza, lakini ukimtumaini Mungu. Wanawake mnaweza mwezi? Tunaweza. Naona mpaka wenyewe umesema wanaweza, basi ni jambo ambalo Mungu atenda kulitilia mkazo kweli kweli. Nimetazama pia umesema na nyimbo kadhaa kule, na mama pia ametoa elimu na wengine wamebarikiwa, lakini na mwenyekiti wa CCT hapa Mwanza pia naye pia ameweza kutupa elimu zaidi. Tunajua umepitia mambo mengi sana, najua una majonzi, lakini pia kuna mengi ambayo yako moyoni mwako natamani kuyanena. Swali langu moja tu ambalo litakuwa ni kitu gani ambacho kinakupa faraja kila siku katika maisha yako, licha ya ugumu ambao unaopitia na misukosuko ya huku na kule katika ulimwengu huu? Jamani, napenda kumtumikia Mungu. Amen. Kinatoka ndani ya moyo wangu, kwa sababu yani kuna kila kitu ambacho nahisi nikimtumikia Mungu ninakipata. Ndiko furaha yangu ilipo, ni kumtumikia Mungu na kujiamini na kumtumaini yeye. Sawa, malengo yako ni yapi sasa katika utumishi? Maana kila jambo linalowekwa lazima kuwepo na misingi na malengo ya kuyafikia. Yani malengo yangu kabisa, natamani niwe kama kina Christina Shushu zaidi. Natamani kwa zaidi, lakini pia natamani sana niwe zaidi ya hapa nilipo, kumtumikia Mungu katika njia ya uimbaji. Lakini uimbaji ambao wa kumpendeza Mungu. Hata kama sitajulikana na dunia, lakini angalau kwenye ufalme wa Mungu basi niache historia huko nyuma. Sawa. Kuna mafanikio gani ambayo sasa unayoona hapa kwa kweli ninapiga hatua? Mafanikio ya kwanza ambayo nimeyaona kwanza ni kuja kwenye kipindi. Amen. Mafanikio ya kwanza. Na asante sana. Changamoto kubwa wanawake ni ipi ambayo mnaipitia sasa tukielekea siku ya mwanamke duniani? Umejipanga vipi wewe mwenyewe binafsi? Ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo katika harakati zenu za kutafuta maisha? Kwanza changamoto tunazokutana nazo wa mama ni kutokusikilizwa. Mara nyingi wanafikiri watu kwamba mwanamke hawezi. Kama mwanzo nilivyoanza kusema pale kwamba unapokuwa peke yako, mtu anakutazama katika mtazamo tofauti kwamba hauwezi. Ndio changamoto kubwa ambazo tunakutana nazo. Sawa. Shukran sana. Nije hapa sasa kwa mwenyekiti Mama Raheli. Wengi wanakutazama na wewe umekuwa ni kioo kwa watu wengi, mabinti pamoja na wanawake ambao unaongoza jopo kubwa sana. Unadhani ni kitu gani ambacho kimekuwa kinakosekana kwa wanawake kuweza kujisimamia, hasa ili kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi na kufika mbali? Asante ndugu mtangazaji. Kweli kabisa wanawake na mabinti wanakutana na changamoto, na hasa ninaweza kusema ikiwemo pia changamoto ya utandawazi, kwamba sasa hata namna ya kuyaendea maisha mbinu zimebadilika. Mbinu zinabadilika, bado ile nafasi ya kuweza kuikamata ile hali ambao ipo sasa hivi, ingie kwenye mtandao, biashara kwenye mtandao, inakuwa kidogo ni changamoto kwa wanawake wengi. Lakini pia wakati tuliona ni kama vile mama anaelemewa sasa na mzigo, kazi ni nyingi, shughuli za familia. Kwa kweli tuseme ule ukweli kutoka rohoni kwamba maisha yaliyopo sasa, asilimia kubwa ya wakina mama wanapambana na hali zao. Wababa wapo kweli, wanafanya tena wanafanya vizuri, lakini tukatae tukubali katika uhalisia, dunia imeleta kitu kimoja ambacho ni shida sasa. Yaani watu wamepoteza ile imani na tumaini kwa Mungu. Yaani wanaishi maisha zigzag. Zamani tulikuwa tunaona watu maisha ya zamani huko anaweza kuwa na wake wawili, lakini sasa mtu ana mke huyu, lakini unaweza kukuta huko nje ana watu 30. Kwa hiyo ile hali inamsababisha yule baba sasa kutunza ile familia inakuwa ni mzigo, anapotelea kule kwingine. Na tunajitahidi sasa kuwafundisha kwamba watulie, Mungu yupo ambaye anaweza kusuruhisha yote hayo.
Yaani apambane na mazingira alionayo, akimtumaini Mungu. Tunaamini kwamba Mungu anaweza yote. Anaweza kugeuza hata mioyo ya hao wa baba ambao wanakuwa na mke mmoja na watu wengine wengi nje. Hiyo nayo ni changamoto, inawarudisha watu nyuma. Kipo, hatuwezi kukikwepa, tunapambana nacho kiroho, lakini kipo na ni tatizo kubwa. Na mabinti wengi wanakimbia miji. Ukiangalia hali halisi sasa hivi, ndoa nyingi zinavunjika katika mazingira tu hayo, kwamba misingi sasa ambayo tumemwona Ruth alikuwa ameng'ang'ana nayo, na yenyewe ni kama vile wameelemewa na zoruba na hali halisi ya maisha. Kwa hiyo ule uimara kama alivyokuwa Ruth, kuona kwamba ni kipi cha msingi asimame nacho, na kwamba tunaambiwa mvumilivu hula mbivu, inakuwa kidogo ni changamoto. Tunakwenda, lakini tusaidiane kama jamii. Lakini vile vile mama huyu au mwanamke huyu kama binadamu wa kawaida hawezi kusuccess kama hajashikwa mkono na mwanaume. Kwa hiyo tunatoa wito pia kwa wanaume wajue kwamba wana nafasi ya kumuunga mkono huyu mama kwenye juhudi zake na mapambano yake ya maisha ya kila siku, ili aweze kutimiza ndoto zake, lakini pia aweze kufikia malengo yake. Peke yake hawezi. Lazima wanaume tu wawajibike, lazima jamii wajibike, tusaidiane, kutiana moyo ili tuweze kuvuka, pengine tufikie ule mtazamo wa Ruth, kuwa na dhamira thabiti ya kutengeneza kitu cha baadaye. Naam, asante sana. Kwa umri huo ambao umeweza kufika na zawadi ambayo Mungu ameweza kukupatia, Mama Rahel na mwenyekiti wa CCT, nyuma huko ulishawahi kuwa mwimbaji? Niliimba kwaya za kanisani, sio mimi kama ndugu yangu hapa anavyosema. Zile za kanisani nimeimba. Umeimba, sawa. Jambo gani ambalo ama kitu gani ulikuwa ukikifanya unakifanya kwa 100% bila kukosea? Kwenye uimbaji. Popote tu, kwenye uimbaji, lakini pia kwenye kazi zako binafsi mpaka hapo ulipofika. Kazi zangu ambazo ninazifanyaga bila kukosea, mimi ukinipa kazi za kufanyia, mfano homework ukanipa nikafanya nyumbani, na hakikisha napata zote. Unapata zote kabisa. Unapata 100. Yaani ukishasema tu homework, assignment hii hapa, nasema Mungu asante. Na je, tukiweka quiz sasa, maana tunaona wengine mitihani ya papo kwa papo. Hiyo ya papo kwa papo inategemea, ikinilenga ninapiga. Unapiga. Ndio hivyo. Na asante sana. Shukrani sana madam. Nikija hapa sasa kwa mwalimu ambaye Madam Hosiana, bila shaka kabisa na imani umesikia shuhuda mbalimbali, na pia kama mwalimu najua kuna mengi zaidi ambayo umeyatazama hapo, na kuna swali hapo ambalo natamani pia uweze kulifafanua zaidi na kutupa majibu ambayo kila mmoja ataweza kubarikiwa, lakini pia kujifunza kutoka kwayo, ili kulinda afya ya mwanamke isishuke katika maisha ya sasa. Je, ni wakati umefika sasa wa mwanaume kufanya kazi za ndani, kudeki, kuosha vyombo? Hii inakuwaje, au bado ni mwiko ukitazama kwa mila zetu? Maana kila sehemu kuna mila, mwanamke anafanya kazi zote, lakini mwanaume unakuta amekaa. Ni wakati sahihi ambao umefika sasa mwanaume kujifunza naye kwanza kudeki, kama kupika ajifunze pia ili afya ya akili isishuke ya mwanamke. Okay, asante ndugu mtangazaji. Nadhani swala la wajibu kwenye nyumba, labda kufanya usafi, kufanya nini, inategemea na makubaliano yenu, na pia na niseme utamaduni labda wa kabila lenu, na pia nyewe wenyewe mnavyoishi, kwa sababu nadhani maisha ya kuishi wawili ni nyewe wenyewe mtayatengeneza, sio kutengenezwa na mtu fulani. Kwa hiyo kwa mfano, kuna mwanaume mwingine haoni shida kudeki nyumba, haoni shida kupika, haoni shida kulisha watoto, kuogesha, na pia mke wake apate nafasi ya kupumzika. Kuna mwingine hapendi, anaona kwa nini nifanye hizi kazi za mwanamke, anaona ni karaha. Lakini pia unapoona kwamba labda hauwezi kufanya hizo kazi, na pia mmekubaliana, na pia usiishi maisha kwamba labda nimemwona mwenyekiti mume wake anadeki nyumba na mimi nimlazimisha. Ona, mwenyekiti mume wake anadeki nyumba, kwa nini na wewe haudeki? Wale wamekubaliana na yule mtu ako comfortable, ako sawa kufanya ile kazi na anafurahia kusaidia familia yake.
Kwa hiyo na wengine pia ndo wataanza kuongea yule mama amemkalia yule mwanaume, lakini unakuta hapana. Na kuna mwingine utambeba mtoto mgongoni haoni tatizo. Yaani kwa mfano mimi hata nilivyolelewa mimi, mfano kama mimi baba yangu ni mtu anapendaga hata kufua nguo zake mwenyewe na alikuwa anapenda kutupasia. Kwa kweli mamangu hajui kupasi. Babangu anapenda kupasi, anapasi nguo zake zote. Kwa hiyo ni hivyo tu, ni lifestyle yake, anapenda hivyo. Sasa kwa vijana, kwa hiyo sasa vijana wengine ndio hivyo majenzi. Sasa ndio kama hivyo mtu akiona mwanaume anafanya vile anasema huyu mama amemkalia mwanaume. Lakini unakuta tu ni ameamua kwamba mimi napenda kufanya hivyo. Kwa hiyo na kama mwanaume pia unaona kwamba mwanamke wako analemewa, tafuta jinsi ya kumsaidia. Na pia kitu ambacho pia ninachosema ni kwamba kikubwa kwenye jamii pia kinachosumbua, unakuta labda wakati wa uchumba watu wanakuwa wanadanganyana. Yaani mwanaume unakuta unajua kabisa level yangu ya maisha ni hii. Mimi naweza kukutoa out nikaspend shilingi 50,000 ama shilingi 20,000. Lakini naenda labda kutafuta kukopa ama nahangaika kwamba nimtoe out mwanamke ya 200,000 ama nimfanyie shopping hata ya milioni, muonyesha kwamba hii ndio jinsi ninavyofanyaga shopping. Kwa ule mwanamke anapokuwa anaingia kwenye ndoa anaamini kwamba mwanaume niliye naye uwezo wake ni huu. Kwa hiyo inapofika pale wakati nahitaji, na si wanawake ni watu wa hisia. Yaani sisi hatusubiriki kesho. Yaani kama vile sasa hivi nataka gauni. Lakini mwanaume wewe una kesho kwamba kesho nitapata kesho. Mwanamke tunaamini kwamba huyu baba yupo anapata sasa. Lakini nadhani mnapokuwa katika ile level ya kufahamiana, ukamweleza mwenzako ukweli kwamba mimi bwana level yangu ni hii. Hapa naweza kufanya hivi, naweza kufanya hivi. Mimi siwezi nikaibuka nikiwa katika ndoa nikataka ukanunulie nguo ya milioni wakati najua wewe uwezo wako ni shilingi 50,000. Nitakuwa ni kichaa. Kwa hivyo inatokea hivyo kwa sababu watu tunakuwa hatuambizani ukweli. Ili kama mtu anaamua kwenda na wewe, aende na wewe kulingana na level yako. Anajua bwana mimi nimeolewa. Huyu mtu kama ni kunitoa out ni 10,000, tutakunywa soda tutarudi nyumbani. Huyu mtu tunaweza tukawa tunaenda vacation kila mwaka. Kwa hiyo na nikimwambia kwa sababu ameshanizoesha hivyo najua hawezi kukataa. Kwa pale mimi ninapoona kwamba nakuambia labda nahitaji jambo fulani na wewe ulishanionyesha uwezo wako ni huu, alafu unashindwa kunitekelezea, na kuwa naumia. Naona labda huyu mtu mbona amebadilika? Mbona wakati tulikuwa mwanzo alikuwa anafanya hivi. Lakini ukimweleza mtu ukweli akajua hii ndio level yangu, na hata pale unapokuwa umekwama mtu anakuwa muelewa, anajua kabisa huyu mbaba wangu ananipaga kila kitu, lakini leo kweli amekwama. Hata unajikuta mwanamke naye anainuka anakusupport kwa sababu anajua ni mtu ambaye tunasupportiana. Na pia ni vizuri mwe kwenye mahusiano watu ambao ni marafiki. Usiishi na mtu kama vile mko jeshini. Ukiwa una urafiki na mtu inakuwa rahisi kumueleza jambo lako na yeye kukueleza jambo lako, mnashare, mnasaidiana kwa upendo na kwa furaha. Amen. Kwa hiyo na kikubwa pia amani ya moyo ni kitu kikubwa zaidi. Tunapokosa amani huwezi kufanya jambo. Fikiria siku ambayo umeamka asubuhi unakwenda kazini, hauna amani. Au hata umeamka hata huko nyumbani, ukiwa hauna amani, hata mtoto atakusemesha utajikuta umeanza kupiga watoto, utajikuta unajibu watu vibaya. Lakini siku umeamka una amani yako, una furaha, utajikuta unafanya mambo yako vizuri sana. Kwa hiyo pia tujitahidi kutunza amani, furaha na pia kusikilizana na kujengana na kushauriana kwa upendo pale tunapokosea. Naam. Asante sana mwalimu. Najua kuna elimu imetolewa pana sana. Nikija hapa sasa kwa mamangu hapa. Najua umepitia changamoto, umeshatueleza, ingawa naona kama unanitonya, unaniambia kuna ushuhuda ninao. Kuna ushuhuda wote labda unao kwa sasa? Shuhuda ni nyingi. Na sasa sijui nitoe ushuhuda. Ushuhuda wako binafsi tu kwa kifupi sana. Ambao pia unaweza kuwa darasa kwa watu wengine. Ndio. Nina ushuhuda kwamba wakati nimefiwa, kwanza nilikutwa niko kwenye huduma, sikuwepo nyumbani. Na kifo cha mume wangu kilikuwa cha ghafla sana kwa sababu alipatwa na heart attack. Nilirudi nyumbani nikakuta kila kitu kimeisha. Mume hayupo na mambo yamebadilika. Kwa kweli nilisikia vibaya sana. Nilisikia uchungu na nikajiuliza, hivi huyu Mungu alikuwa wapi? Kama mimi nilikuwa kwenye kazi yake namtumikia. Halafu
Imetokeaje kitu kama hiki? Nikasikia maumivu sana, na ilihitaji sana kutuliza akili ili kuweza kuleta familia pamoja na akili yangu ikae vizuri. Kwa hiyo hapo Mungu alinisaidia, na baadaye nilipata utulivu sana wa kumsikiliza Mungu anasemaje. Unajua, ukifiwa kuna mambo ya mirathi na nini, na familia zetu hizi wakati mwingine zinakuwa zimeingiliana. Hapo kwangu kulikuwepo na mwingiliano. Nikamuomba Mungu anisaidie kutunza amani na ushuhuda wa utumishi wangu. Kwa hiyo nilikuwa na utulivu wa kutosha na sikutafuta namna yoyote ya kuleta kelele kwenye familia. Nilichukua jukumu la kuachilia haki ili Mungu asimame kama Mungu mwenyewe, na kweli nilifanya hivyo. Masikio ya watu wengi yalitaka kusikia nitareact vipi, nitang'ang'ania vipi. Nilikuwa na haki zangu nyingi sana za msingi, lakini niliachilia haki, na nilipoachilia haki nikaisikia amani moyoni, na hiyo amani Mungu akaanza kuniongoza na akanifungulia milango mipana sana, mipana kwa kweli. Yaani nashindwa kuelezea jinsi Mungu alivyonishika. Alinishika kwa mkono wake wenye uweza, na nikaanza upya kwa namna ya tofauti. Tangu hapo mpaka leo naendelea kushuhudia wema wa Mungu. Ninamtumikia Mungu katika mawanda mapana ambayo kimsingi kama mwanamke uko peke yako, sasa wakati mwingine familia inakutazama na nini, ningeweza kushindwa, lakini naangalia natumika na Chama cha Biblia cha Tanzania kama mhamasishaji wa Chama cha Biblia kwa kanda ya Ziwa na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Tanzania. Hayo yote ni majukumu makubwa ambayo yanahitaji utulivu. Bado ninakuwa katika nafasi ya mwenyekiti wa CCT mkoa wa Mwanza. Bado hiyo ni majukumu makubwa. Ninakuwa na majukumu kama mama wa familia kwa kanisa, lakini ninauona ule utulivu na namna ya kupanga vitu vizuri na kuendelea kutamani tu kumtumikia Mungu pasipokuwa na stress, kwa sababu ukijaza stress na ukatanguliza umimi mbele, utashindwa kumtumikia Mungu, na ukishindwa kumtumikia Mungu umefeli katika kila kitu, kwa sababu Mungu ndiye mtoaji wa kila kitu. Kwa hiyo mimi labda nilete neno fupi kutoka katika Biblia. Kwa ufupi sana. Neno linatoka katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 16, inasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Hilo ni neno ambalo lilinitia moyo na linaendelea kuwatia moyo na watu wengine. Amen. Kitu gani ambacho nakitamani sasa kibadilike kwa mwanamke ama binti wa kileo katika kuelekea maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani? Mimi ninapomtazama mwanamke wa leo, binti wa leo, ninatamani turudi kwenye misingi kama mwenyekiti wa CCT kanda ya Mwanza Kati alivyosema. Turudi kwenye misingi. Wakati mwingine tunasema, hapa tumesema wote kwamba mwanamke ametwikwa mzigo mzito, lakini wakati mwingine wanawake tumejitakia mizigo mizito. Turudi kwenye misingi. Mwanamke ni mtunzaji, ni mlezi, mwanamke ni mlinzi. Sasa kuna vitu hivi vya kutazamia. Sijui nikisema kutazamia nazungumza Kiswahili sanifu au nakosea. Yaani nataka niangalie kwa mwenyekiti CCT kanda ya Mwanza Kati. Nimeona hereni hizo,
ni goldi, nimeona nini, naenda kutafuta kwa udi na uvumba ili nikipate. Niliona harusi ya binti wa jinsi ilivyofanya, natafuta kwa udi na uvumba ili ifanyike hivyo hivyo nyumbani kwangu. Nimeona labda mjengo na nini. Sasa wanawake tunaenda tuna overtake mambo mengine ambayo ukweli yametugharimu na yametusababishia shida ya afya ya akili. Tumeingia kwenye mikopo, kuna hizi kausha damu, hata hujamshirikisha labda mwenzi wako, umeenda kukopa, matokeo yake ndio hivyo. Kuna wahindi wanakuja, wana magari na vyombo viko humo ndani ya magari, sijui majiko ya gesi, umekopa, lakini hauelewi vyanzo vyako vya mapato kama vinaenda kukidhi kulipa hiyo mikopo. Matokeo yake umeingia kwenye shida kubwa. Hivyo stresi sasa zimeingia kwenye familia, mpalanganyiko wa ndoa, na tumeshindwa kuwalea vizuri watoto wetu. Angalia leo, ukiangalia uchafuzi wa mazingira, mwanamke anahusika kwa 100%. Pampers zimetupwa kila sehemu. Hicho ni kinyesi cha mtoto wako. Sisi hatukufundishwa hivyo. Lakini msichana wa leo au mama wa leo anadiriki kutoa taulo yake ya kike, anairusha barabarani, vitu ambavyo mimi vinanikera. Mimi ninaomba kwa kweli tubadilike, na sisi wanawake, watu wazima, viongozi katika kanisa, katika jamii, tufundishe na tufundishane. Na asante sana. Tufundishe na tufundishane, hilo limepita. Tufundishe na tufundishane. Na asante sana kwa ile mtazamaji ambaye unatutazama kuanzia mwanzo ulipoungana nasi hadi tunapoelekea ukingoni. Mjadala unazidi kuwa mzito kweli kweli, na muda ndivyo unavyozidi kuyoyoma, na mjadala unazidi kunoga kwa kila mmoja ambaye anatazama kwa sasa, kutamani kujua na kufahamu mengi zaidi kutoka kwa viongozi na wakina mama ama jopo hili la jeshi la mtu mmoja mmoja ambao pia wameamua kujitoa kweli kuhakikisha wanatangaza kazi ya Bwana. Namna jinsi wanavyozidi kwenda, lakini pia mimi natamani, kuna mambo mengi najua hapa mwenyekiti hapa najua anataka kusema jambo, lakini kabla hujaweza kuzungumza ama kutuambia kitu chochote, kuna watazamaji ambao wanatutazama. Tulikuwa na Jumapili ile ya kwanza kabisa, na leo hii ni Jumapili ya pili. Lakini pia kwa yule mtazamaji ambaye unatazama kwa sasa, huenda umechelewa, bado tuna Jumapili nyingine ambayo itakuwa ni Jumapili ya tatu, ambapo pia tutakuwa tunaangazia mambo mbalimbali. Leo hasa tulikuwa tumegusia na masuala mazima ya akili, na tulikuwa na mwalimu hapa kuhusiana na masuala ya saikolojia, na imani umebarikiwa na umejifunza kitu. Katika Jumapili nyingine ya tatu ambayo pia tutakuwa tukigusia mwanamke na pesa. Mwanamke na pesa, mwanamke na pesa. Sasa hivi majenzi wengi wamekuwa wakitafuta pesa na kusema kwamba hata kuingia kwenye familia imekuwa ni ngumu sana. Mwanamke na pesa, usikose Jumapili hiyo ambayo itakuja inafuata kulingana muda unavyozidi kwenda. Sasa ningependa kila mmoja kwa sekunde chache tu kutoa neno lolote kwa mgeni ambaye pia anatutazama kwa sasa, ikiwa ni mara yake ya kwanza na kusikiliza. Najua mmezungumza mambo mengi sana, kwa kila mmoja mmoja, nikianza na mwimbaji wangu hapa. Karibu sana. Asante. Mimi neno langu kwa jamii ni ukilinda moyo wa mama, umelinda familia ya kesho. Amen. Mwenyekiti hapo. Mimi napenda tu kusema kwamba mwanamke ni moyo wa familia, lakini pia ni nguzo ya amani, lakini pia ni mlinzi na wa ustawi wa jamii, kimwili, kiroho, hata na kihisia. Kwa hiyo tujali sana, tuwasapoti kwa karibu. Asante. Mimi na nani yangu kwa jamii ni kwamba wote, yani kujenga familia sio kwa mama tu, japo mama ndio ana sehemu kubwa ya kujenga familia, na hata baba pia naye ana nafasi. Kwa hiyo kwa jamii ni kwamba tujaribu kuishi kwa upendo, kwa amani, kuchukuliana na kusaidiana ili maisha yaweze kusonga mbele. Ndio. Karibu sana hapo mama. Mimi neno langu la mwisho kwa msikilizaji na mtazamaji, ninarejea kwenye simulizi yetu ya leo ya Ruth, kwamba moyo wa Mungu uko kwa mjane. Kwa hiyo kama jamii tuangalie kundi hili la wajane, tuwathamini, tuwajali, tuwaombee na tuwatie moyo.
kama binadamu mahali wanapoweza kupotoka tuwasaidie kwa upendo. Hiyo ndio neno langu. Sawa. Najua muda unawazidi kwenda sana, lakini pia nije hapa kwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Najua umetuambia kule YouTube na nyimbo zako kadhaa, lakini pia video umetuambia ni moja. Tutegemeni sasa kwa mwaka huu 2026. Tegemea mambo mazuri kutoka kwangu na mimi Mungu atanisaidia. Atakusaidia. Na matamanio yako kwa mwaka huu, unatamani uimbe na mwimbaji gani ambaye unamkubali sana katika huduma? Kwa Mwanza, kwa Tanzania yote, hata dunia. Ndio. Kwa kweli waimbaji nao wapenda ni wengi sana, lakini mwimbaji ambaye natamani kuimba naye kuna Joel Lwaga, kuna Bera Kombo. Natamani sana kuimba na mwimbaji sio Rose Muhando. Masa Mwaipaji ndo natamani sana. Sawa. Na kitu gani cha msingi sana ambacho natamani mtazamaji leo unapotoka hapa ili aweze kushika mkono, lakini pia kukuongoza na kufika zile ndoto ambazo natamani kuzifikia? Kwamba ndoto ambazo natamani kuzifikia, na nini ambacho nakitamani kutoka pia kwa mtazamaji ili aweze pia kuwa njia ama daraja la wewe kufika pale unapopata? Kwanza ni kusupport na kusikiliza nyimbo zangu, lakini pia ndoto zangu ni kuelimisha jamii kupitia nyimbo zangu. Ndio. Sawa. Kwa watu ambao wanatamani sasa waweze kukupata kwa karibu sana, huenda kwa kufanya shughuli yoyote wakikuhitaji makanisani, lakini pia hata katika mikutano mikubwa. Napatikana nipo Kisesa katika kanisa la Jerusalem Pentecoste. Niko mahali hapo namtumikia Mungu na mchungaji wangu Pastor John. Kwa njia ya mawasiliano unaweza kanipata sasa ya mchungaji au ya kwangu, lakini nafikiri moja nitoa sawa. 0757718919 unaweza kanipata. Sawa, unaweza kukupata vizuri kabisa. Nikija kwa mwenyekiti hapa, haraka muda unapozidi kukimbia, watu wengi wamekuwa wakiwafuatilia na kuwatazama kwa karibu sana, na wanatamani metangaza hapa pia kutakuwepo na kongamano kubwa sana kwa mwaka huu 2026. Watu wanaweza kushiriki vipi sasa ili kuweza kufika karibu? Kuna wengine wako mbali nje ya mkoa wa Mwanza huu. Kwa kifupi sana. Tunawakaribisha wanawake wajane wote na wanawake walio pekee. Kongamano letu litaanza tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu. Itafanyika katika shule ya Lake View iliyoko Igombe TX Mwanza, na tunawakaribisha. Ada ya ushiriki ni shilingi 20,000 kwa kila mshiriki, lakini bado tunayo budget ambayo tunawatafuta na kuwaomba watu wote, wadau, watu wenye mapenzi mema, kanisa kuchangia, kwa sababu tukisema tumpatie mwanamke mjane mzigo wote, kwamba labda kila mwanamke achangie shilingi 100,000, inakuwa tena ni mzigo mwingine. Kwa hiyo tumempa kidogo, halafu jamii na yenyewe tunaiomba isapoti. Kwa hiyo nawaomba sana kusapoti kongamano hilo muhimu. Asante sana. Lakini pia wanaweza wakafikaje sasa hapo katika kongamano? Katika kongamano kutokea Mwanza kati, yani kama mtu anatokea mjini anakwenda na hizi gari za Igombe, atashukia sehemu inaitwa Monze. Hapo akiuliza tu shule ya Lake View anaelekezwa. Hapo ndipo tutafanyia kongamano letu. Labda niache namba ya simu. Sawa. Namba yangu ya simu ni 0753789085. 0753789085. Naam, asante sana. Na imani watu watabarikiwa sana kufika pale. Asante sana, watabarikiwa. Tunajitahidi na sisi pia huenda tukawakaribia. Tutawakaribisha kabisa. Labda kwa sababu sikufahamu sana kwamba ni namna gani, kuna namba ya akaunti ambayo wanaweza wakachangia, hivyo tutaendelea kuwasiliana. Tutawapatia utaratibu wa uchangiaji katika
kusapoti kongamano. Na asante sana kwa yule mtazamaji ambaye ulikuwa nasi ukitufuatilia, lakini pia nitoe pongezi za shukrani kwa nyie kuweza kufika hapa na kutupatia nafasi ya pekee kabisa kwa kutoa muda wenu kuwa nasi hapa. Lakini pia kutoa pongezi kutoka kwa Mama Askofu kutoka kule mkoani Shinyanga, Mama Askofu David Mabushi. Huyu Mama Askofu David Mabushi, Mungu akubariki sana kwa kila ambacho umeweza kukitoa kwa siku ya leo. Na imani kimekuwa chachu na kwa wengine wataendelea kubarikiwa zaidi na zaidi. Mwanamke ni mlinzi wa amani. Mwanamke ni mlinzi wa amani, na uendelee kukumbuka ya kwamba mwanamke pia ni shujaa wa leo na kesho, kuhakikisha kila mmoja anaendelea kubarikiwa zaidi. Huenda mwalimu, pia watu wakitaka kufahamu zaidi na kupata tiba hiyo katika ugonjwa wa akili, wanafanya nini? Waga tuna workshop mbalimbali tunazitoa makanisani, kwenye vikundi mbalimbali. Ndio. Siko peke yangu, niko na mwenzangu. Sio mwenzangu labda mume, hapana, mwenzangu ambaye tunashirikiana kufanya kazi. Ya kuhusu mambo ya malezi ya watoto. Saa zingine unakuta mzazi pia anakuwa na changamoto, anaona labda mtoto wake amefika mwisho, hawezi kumsaidia, amekata naye tamaa. Tunaweza tukazungumza na mtoto, tukamjenga na mtoto akabadilika. Mwanamke ambaye pia umekata tamaa, hata mbaba ambaye umekata tamaa, utakiwa kukata tamaa. Bado yupo Mungu anayeweza mambo yote, na unaweza ukashauriwa, ukapewa mbinu na ukapewa ushuhuda wa watu waliofanikiwa na ukajengeka na ukaweza kuendelea. Wanawapata wapi sasa? Tunatumia namba za simu tu. Ndivyo wanaweza kuwapata ili kuweza kupata. Yes. Ndio, sawa. Yeah. 0752 610 685. Naam, asante sana kwa njia nzuri ambayo pia watazamaji wataweza kuwapata kwa karibu sana, na imani tumefikia mwisho ama ukingoni kabisa katika kipindi hiki tangu tulipoanza mpaka sasa, na muda wetu ndivyo unavyozidi kukimbia. Lakini pia tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili, na huyu si mwingine ni Happiness, na ametayarisha pia nyimbo zake ziko kule YouTube, lakini pia ametuambia na jambo kubwa ambalo pia ataweza kulifanya kwa mwaka huu 2026. Mungu akubariki sana 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 kama mwanamke kinara kuelekea siku ya mwanamke duniani ambayo ni tarehe 8 mwezi huu wa 3. Na Mungu awabariki pia kwa wale ambao mlikuwa nasi, lakini tunapofikia mwisho mimi ningependa pia utubariki kwa ule wimbo wako ulisema ndio unaopenda sana Neema. Ya, utatubariki kwa huo wimbo tunapoenda kufunga kipindi hiki. Lakini pia kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki si mwingine ni Emmanuel Makuliga, na bila kusahau ambaye amehakikisha matangazo haya na kufikia mahali popote uliko ni Benita Salvatore. Kupitia mitandao ya kijamii Amka Tumsifu Mungu ama Habari Star TV, na kwa pia unatupata vyema kabisa, na mpiga picha si mwingine alikuwa ni Elisha Ndaro, na ambaye nilikuwa nahakikisha kwamba unapata kila kitu kutoka kwa jeshi kubwa hili si mwingine ni mimi Andrew Amos Masanja. Pia tukutane Jumapili nyingine, na nikutakie Jumapili njema na yenye neema tele. Usikose Jumapili ijayo ambayo itakuwa ni Jumapili ya 3, tukitazama pia mwanamke na pesa. Watu wamezoea kutazama mwanaume na pesa, sasa tutatazama mwanamke na pesa. Karibu sana uweze kutufungia kipindi chetu kwa wimbo wako mzuri kabisa Happiness. Karibu sana. Ni neema tunaishi kwa neema. Ni neema, ni neema, ni neema.
neema yako Bwana kweli ajabu, imenipa kuishi neema yako Baba, imenipa kuishi neema yako Bwana. Leo ninaimba ni kwa neema yako Bwana, wapo wahubiri ni kwa neema yako Bwana, wapo waimbaji ni kwa neema yako Baba, tunaomba unaponya kwa neema yako Baba, wapo na wagumba utawapa watoto Baba, wapo na wajane utawafariji leo, wapo waimbaji nao Baba ni kazi yako. Neema, neema, tunaishi kwa neema, ni neema, ni neema, ni neema, tunaishi kwa neema, ni neema, ni neema, ni neema, tunaishi kwa neema. Neema mpendwa wangu, maisha ulionayo ni neema, kazi yako ni neema, watoto wako ni neema, afya yako ni neema, neema yake imetubeba, neema yake imetubeba. Bila neema yake tungekuwa wapi? Pasipo hiyo neema tungeishi vipi? Pasipo hiyo neema tungeishi vipi? Lakini neema imetubeba, lakini neema imetubeba. Usikate tamaa, yupo nawe, usivunjike moyo, yupo nawe, usivunjike moyo, yupo nawe. Neema yake ni yetu sote, neema yake Bwana ni yetu sote, neema yake ni yetu sote. Uwe mwembamba wala mnene, uwe fukara au tajiri, uwe yatima au mjane, neema hii ni yetu sote. Hii neema imetubeba,